Ripoti ya hivi karibuni iliyofanywa na mtandao wa Marekani wa Global Firepower GFP uliokuwa ukitathmini nguvu za kijeshi za nchi 145 ulimwenguni kwa kuzingatia ukubwa wa vifaa, idadi ya wanajeshi, uwezo wake, fedha, jiografia na rasilimali. Uwezo huo wa kijeshi unashawishiwa na miungano, uhusiano wa kidiplomasia na hatua zilizopigwa katika teknolojia. Hapa barani Afrika, mataifa ya Misri, Algeria na Nigeria ndiyo yaliyoorodheshwa katika mstari wa mbele kama yanayoongoza kwa uwezo wa kijeshi, yakionyesha uwekezaji mkubwa katika bajeti za ulinzi ili kuboresha miundombinu na kupata silaha za hali ya juu. Mataifa yaliyostawi kiuchumi kama vile Misri na Afrika ya Kusini yametanguliza matumizi ya ulinzi katika bajeti zake ili kudumisha usalama, huku mataifa mengine yakikabiliwa na changamoto za migogoro ya ndani, vikosi vya kijeshi na vikosi visivyo na ufadhili wa kutosha kutokana na waasi. Licha ya uwezo wa kikanda, wanajeshi wa Afrika wamesalia nyuma ikilinganishwa na mataifa yaliyoendelea kwa sababu ya tofauti katika ugawaji wa budget, teknolojia, mafunzo na ufikiaji wa kimkakati. Kulingana na Global Firepower, hizi hapa ni nchi 10 za Afrika zenye nguvu kubwa zaidi za kijeshi kwa mwaka 2025. Nafasi ya 10 inashikiliwa na Libya. Libya inakamilisha orodha ya nchi 10 bora barani Afrika ikiwa katika nafasi ya 76 ulimwenguni. Nguvu za kijeshi za nchi hiyo zimeathiriwa na miaka mingi ya migogoro ya wenyewe kwa wenyewe, lakini inabakia na umuhimu wa kimkakati kutokana na eneo lake la maliasili. Libya ina vikosi zaidi ya 200 vya kijeshi vikiwa na wanajeshi zaidi ya 80,000. Ina mifumo ya ulinzi wa anga ambapo inatumia mifumo ya kisasa ya S-125 na 2K12 KUB ambayo hutumiwa na nchi za Uarabuni. Nafasi ya 9 inashikiliwa na Sudani ambapo Sudani imeorozeshwa ya 9 barani Afrika na inashikilia nafasi ya 73 ulimwenguni. Jeshi lake linakabiliwa na changamoto kubwa kutokana na kukosekana kwa utulivu wa kisiasa, lakini bado linalenga kudumisha uadilifu wa kieneo. Nguvu ya jeshi la Sudani imekadiriwa kuwa na wanajeshi 109,300 mwaka 2011 kulingana na IISS, wanajeshi 200,000 kabla ya vita vya sasa vya Sudani kuzuka, na mwaka 2023 kulingana na CIA, na wanajeshi 300,000 mwaka 2024 kulingana na shirika la habari la Al Jazeera. Nafasi ya 8 inashikiliwa na jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC, ambapo DRC inashika nafasi ya 8 barani Afrika na inashikilia nafasi ya 66 duniani. Licha ya migogoro ya ndani, nchi hiyo imekuwa ikifanya kazi ya kuleta utulivu. Imepata uwezo wake wa kijeshi kupitia ushirikiano wa kimataifa na kuongeza uwekezaji katika jeshi lake. Jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC lenye wanajeshi wanaokadiriwa kufikia 135,000 ni jeshi kubwa, lakini linakabiliwa na changamoto za mafunzo, vifaa na mawasiliano, hali ambayo imesababisha mapambano dhidi ya wanamgambo wadogo wasio na vifaa vya kutosha kama vile M23. Jeshi la DRC FARDC linalojumuisha jeshi la wanamaji na jeshi la wanahewa linakadiriwa kuwa na karibu wanajeshi 100,000 na F-35. Wengi wa wanajeshi wa FARDC
wako katika vikosi vya nchi kavu. Pia lina kikosi kidogo cha angani na kikosi kidogo zaidi cha wanamaji pamoja na kikosi cha rais kiitwacho walinzi wa Republican. Morocco imeorodheshwa kama nchi ya 7 barani Afrika na ya 59 duniani kote. Nchi hiyo imejikita katika kuboresha vifaa vyake vya kijeshi, haswa kwa usalama wa mpaka na operesheni zake za kukabiliana na ugaidi. Morocco inadumisha uhusiano mkubwa wa kidiplomasia na mataifa ya Magharibi kwa ushirikiano wa kiulinzi. Nafasi ya 6 inashikiliwa na Angola. Angola inashikilia nafasi ya 6 barani Afrika na nafasi ya 56 duniani. Nguvu yake ya kijeshi inaimarishwa na mapato ya mafuta ambayo yanafadhili sekta ya ulinzi. Angola imewekeza katika kuboresha vikosi vyake vya kijeshi ili kukabiliana na changamoto za usalama wa ndani, lakini pia maboresho ya vifaa kwa ajili ya matumizi ya wanajeshi, ikiwemo mizinga, bunduki na magari ya kivita. Jeshi la Ethiopia linashika nafasi ya 5. Ethiopia ipo katika nafasi ya 5 barani Afrika na ya 52 duniani. Licha ya changamoto ya kiuchumi, Ethiopia inadumisha jeshi kubwa linalozingatia masuala ya usalama wa kikanda, hasa migogoro katika pembe ya Afrika. Taifa hilo limewekeza pakubwa katika miundombinu, kupanua upatikanaji wa huduma na kuboresha hali ya maisha ya wanajeshi. Vilevile, nchi hiyo ni mwanachama hai wa Muungano wa Umoja wa Afrika. Wanajeshi wa Ethiopia wamepewa mafunzo nchini Urusi na nchi hiyo ina historia ya ushiriki wa kijeshi katika migogoro ya kikanda. Ethiopia ni mchangiaji mkubwa katika misheni ya kimataifa ya kulinda amani, ikiwa na kikosi kilichofunzwa na uzoefu mkubwa. Nafasi ya 4 inashikiliwa na Afrika ya Kusini, ambapo pia taifa hilo linashika nafasi ya 40 duniani kote. Afrika ya Kusini, ikijulikana kwa tasnia ya hali ya juu ya ulinzi, inazalisha vifaa vyake vingi vya kijeshi. Hata hivyo, vikwazo vya budget vimepunguza maendeleo zaidi ya vikosi vyake vya kijeshi katika miaka ya hivi karibuni. Wanajeshi waliopo na wale wa akiba. Jeshi la SANDF lina maafisa 71,235 walio hai na wengine 29,350 wakiwa ni wanajeshi wa akiba. Afrika ya Kusini ina kikosi chenye nguvu za nchi kavu kikijumuisha vifaru 195, magari ya kivita 12,140, mifumo mbalimbali ya mizinga na maroketi. Nguvu ya angani. Jeshi la Afrika ya Kusini lina jumla ya ndege 194 zikiwemo ndege za kivita, ndege maalum, ndege za usafiri, ndege za mafunzo na helikopta. Jeshi la wanamaji la Afrika ya Kusini lina jumla ya meli 47 ikiwa ni pamoja na zile za kivita na nyambizi, lakini lina meli za kubeba ndege za kivita. Bajeti ya ulinzi ya Afrika ya Kusini inakadiriwa kuwa ni karibu dola bilioni 2.7 za Kimarekani. Nigeria imeorodheshwa kama nchi ya 3 barani Afrika na ya 31 ulimwenguni. Imefanya uwekezaji mkubwa katika vikosi vyake vya kijeshi ili kupambana na uasi, ugaidi wa ndani ya mipaka yake. Vikosi vya wanajeshi wa Nigeria vinajumuisha idadi kubwa ya maafisa pamoja na magari ya kivita na ndege. Mwaka 2024, jeshi la anga la Nigeria liliripotiwa kuwa na maafisa 18,000 na silaha za kukabiliana na mashambulizi angani 179 zikiwemo ndege 117, helikopta 55 na ndege 7 zisizo na rubani yani UAVs. Jeshi la Algeria linashika nafasi ya 2 barani Afrika na nafasi ya 26 kote duniani. Nguvu yake ya kijeshi inasaidiwa na mapato makubwa ya mafuta, kuiwezesha kupata silaha za hali ya juu na kudumisha nguvu
iliyofunzwa vizuri. Algeria inaangazia usalama wa mipakani na operation za kukabiliana na ugaidi, huku ikidumisha vikosi vya anga na nchi kavu. Na nafasi ya kwanza inashikiliwa na taifa la Misri. Jeshi la Misri linatambulika kama jeshi lenye nguvu zaidi barani Afrika na linashika nafasi ya 19 kote duniani. Vikosi vya wanajeshi wa Misri vinajumuisha matawi makuu manne: jeshi la wanamaji, jeshi la wanahewa na vikosi vya ulinzi wa angani. Nchi hiyo imewekeza sana katika kuboresha vifaa vyake vya kijeshi na miundombinu, vifaru vingi, ndege na meli za wanamaji. Misri pia inafaidika na msaada mkubwa wa kijeshi wa kigeni, ikiwa ni pamoja na dola bilioni 1.8 ambazo hupokea kila mwaka kutoka Marekani. Vikosi vya Misri vinapitia juhudi za uboreshaji wa haraka wa kisasa kupitia silaha za kisasa na teknolojia za dharura za ardhini, baharini na angani. Marekani imeipatia Misri msaada mkubwa wa kijeshi, uwekezaji katika utulivu wa kikanda, na Misri ina jeshi kubwa, jeshi la wanamaji na la angani lenye historia ya kuhusika katika migogoro, ikiwa ni pamoja na vita vya wenyewe kwa wenyewe vya Yemen Kaskazini na vita vya Misri na Libya. Misri ni mojawapo ya nchi chache katika Afrika ya Kati kuwa na satellite za kijasusi, ambapo ilizindua EgyptSat 1 mnamo mwaka 2007, ikifuatiwa na EgyptSat 2 mwaka 2014 pamoja na MisriSat 2 mwaka 23 na Holas 1 mwaka 25. Jeshi la wanamaji la Misri lina kundi kubwa la meli za mashambulizi ya haraka, nyingi zikiwa na mifumo ya makombora, na linahusika katika uzalishaji wa ulinzi wa majini, ikiwa ni pamoja na ujenzi wa frigates, corvettes na boti za doria. Taarifa hii ni kwa mujibu wa ripoti kutoka katika mtandao wa Marekani wa Global Firepower GFP. Endelea kufuatilia BMTV Tanzania. Jina langu ni Castle Elias. Tukutane tena kwa wakati mwingine.